Ujambo na karibu tena, tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Burundi yasema Rwanda ina mpango wa kuishambulia, lakini pia Rwanda yataka utulivu. Ni wakati kipindi ambacho tunashuhudia mgogoro mkubwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko mashariki mwa Kongo, ambako waasi wa M23 wamefanikiwa kuteka miji miwili mikubwa, mji wa Goma mwezi wa kwanza, lakini pia mji wa Bukavu mwezi wa pili. Rwanda ambayo imekuwa ikihusishwa kuwasapoti waasi wa M23 kwa kuwapatia zana za kupambana, lakini pia kuwasapoti kwa kuwapatia wanajeshi ambao wamekuwa wapo huko DR Congo kati ya 3,000 hadi 4,000. Bado rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesimama pale kwamba Rwanda ina mpango pia wa kuishambulia Burundi. Tunafahamu kwamba Burundi imekuwa ni moja kati ya mataifa katika ukanda huo ambayo yamepeleka wanajeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwanza kusapoti serikali ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi, lakini pia jambo lingine ni kuhakikisha kwamba wanapambana na waasi wa Red Tabara ambao pia wanahusishwa na Rwanda, kwamba pia Rwanda wamekuwa wakiwasapoti wanamgambo hao wa Red Tabara. Moja kwa moja ni kwamba rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye alisema ameona intelijensia ya kuaminika kwamba Rwanda ina mpango wa kuishambulia nchi yake, ambayo majeshi yake yamepambana na waasi wanaoungwa mkono na Rwanda katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatutafafanua zaidi kuhusu mpango huo unaodaiwa ambao ulitupiliwa mbali na Rwanda, na akasema anatumai tatizo hilo linaweza kutatuliwa kwa njia ya mazungumzo. Tunajua kwamba ana mpango wa kushambulia Burundi, Ndayishimiye aliambia BBC katika mahojiano akimzungumzia rais wa Rwanda Paul Kagame. Wa Burundi hawatakubali kuuawa, kwani wa Kongo wanauawa. Watu wa Burundi ni wapiganaji, alisema Evariste Ndayishimiye. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe alielezea kauli hiyo kuwa ya bahati mbaya na kuongeza katika chapisho kwenye X kwamba nchi hizo mbili zinafanya mazungumzo na wamekubaliana juu ya haja ya kupunguzwa kijeshi na maneno. Maoni ya Ndayishimiye yalisisitiza umuhimu wa kikanda wa mzozo wa mashariki mwa Kongo, ambapo waasi wa M23 mwezi wa kwanza wameteka maeneo mengi na kuua maelfu ya watu. Vita mashariki mwa Kongo kuanzia mwaka 1998 hadi mwaka 2003 vilivutia zaidi ya nusu dazani ya majeshi ya kigeni. Wakati huu Rwanda imetuma silaha na wanajeshi kusaidia M23 kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, huku wanajeshi wa Burundi wakipigana pamoja na vikosi vya Kongo. Rwanda inakanusha kuunga mkono M23, ikisema kuwa vikosi vyake vinajilinda dhidi ya jeshi la Kongo na wanamgambo wanaoishambulia Kigali. Burundi imekuwa na wanajeshi nchini Kongo kwa miaka kadhaa kuwasaka waasi wa Burundi huko, ili waondoa wanajeshi wake wengi 12,000 kutoka Kongo mwezi wa pili. Afisa wa Burundi na vyanzo vya kidiplomasia viliambia Reuters. Maafisa wa Burundi na Rwanda wamekutana mara kadhaa katika wiki za hivi karibuni na kukubaliana kwa jeshi la Rwanda na M23 kutokalia eneo la Kongo la Uvira, ambalo liko karibu na mji mkuu wa kibiashara wa Burundi, Bujumbura, kwa mujibu wa vyanzo vinne vinavyofahamu mazungumzo hayo. Mengi zaidi mtazidi kukuhabarisha hapa, lakini kubwa zaidi ni Evariste Ndayishimiye akisema kwamba watu wa Burundi watapambana, wao sio kama watu wa Kongo ambao wanauawa. Burundi imetishia kujibu vikali shambulio au uvamizi wowote utakaotokea nchini humo kutoka Rwanda. Ndayishimiye amesema Rwanda itakuwa imefanya kosa kubwa kuivamia Burundi kwa njia yoyote ile, akisema Burundi itajibu kwa njia ya kijeshi na hivyo kuonya uwezekano wa kuzuka kwa vita vya kikanda. Rais huyo wa Burundi amesema pia hawatakubali kuchinjwa kama mbuzi kama vile Wakongomani. Share na sisi maoni yako kwa taarifa hii, lakini pia kwa habari mbalimbali hakikisha ya kwamba unaendelea kukaa karibu nasi kila wakati ili usipitwe na habari zote na kila kitu ambacho kinaendelea hapa ulimwenguni. Lakini pia kwa sasa tukiwa tumejikita zaidi katika mzozo wa mashariki mwa DR Congo, lakini pia bado tukiendelea kuangazia habari nyingine mbalimbali.